Jumla ya tani 1.5 ya vyakula mbalimbali vilivyoisha muda wake vimetiwa mikononi na wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar, na katika ghala la Cross Borders iliyopo Kombeni, wilaya Magharibi B. Mimi ni Amrat Kombo kutoka ASAM, nyuma kamera ni Madina Omar. Leo tupo hapa katika sehemu ya kuhifadhi bidhaa ya Cross Border Company Limited, tukiwa katika ukaguzi wetu wa kawaida. Katika ukaguzi huo tumefanikiwa kukuta bidhaa ambazo hazifai kwa matumizi ya binadamu. Bidhaa hizo baadhi yao hazina tarehe ya uzalishaji, hazina anwani ya mzalishaji, zikiwa zimehifadhiwa katika sehemu ya kuhifadhia bidhaa hizi. Lakini pia kuna baadhi ya bidhaa ambazo zimeshamaliza muda wa matumizi bado zipo katika sehemu hii. Bidhaa hizo ni pamoja na tomato, mafuta ya sunflower, mafuta ya olive, bidhaa za baridi zikiwemo sausage, nyama pamoja na cheese. Bidhaa hizi zote zilikuwa zimehifadhiwa katika sehemu hii. Jumla ya bidhaa hizo zote ni tani 1.5 au ni tani 1.5. Kwa hivyo bidhaa hizo sisi kama ZFDA tumezizuia kwa ajili ya kuzifanyia uteketezaji mara tu baada ya taratibu zitakapokamilika. Wao wenyewe wanavyosema ni wamefanya shifti kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa hiyo hizo bidhaa wamezihifadhi, lakini kiudhibiti haitakiwi bidhaa hizo kuwepo katika ghala lao. Zinatakiwa kama walikuwa wamehamisha watoe taarifa katika ofisi za ZFDA ili ZFDA izifuatilie, izichukue kwa ajili ya kuzifanyia uteketezaji. Wito wetu kwa wafanyabiashara wote ni kwamba wajitahidi kwanza kukagua hizo bidhaa zao vizuri katika maghala yao, lakini pia wanapokuwa na bidhaa ambazo zimemaliza muda wa matumizi wanatakiwa watoe taarifa ZFDA ili taratibu za kufanyia uteketezaji ziweze kuchukuliwa. Kwa mujibu wa sheria ya ZFDA ya namba 2 ya mwaka 2006, kukutwa na bidhaa ambayo haifai kwa matumizi ya binadamu ni kosa kisheria na kuna faini ambayo mfanyabiashara atatakiwa kupatiwa na kulipa faini hiyo katika ofisi za ZFDA. Ukizingatia bidhaa nyingi walizoziangalia ni bidhaa ambazo zimeharibika ndani ya wiki kama 3-4, ambayo imezidi sana pengine wiki 5. Lakini kwa kipindi hicho tulikuwa tunahama, maana kwenye hii godown yetu ni godown mpya, tulikuwa tuko maeneo ya Tomondo. Sasa hivi tumehamia Kombeni. Na kipindi hicho tulikuwa tumehama na bado mpaka sasa hivi hatujakamilisha mpangilio wetu wa bidhaa, maana tulikuwa tumehama na tulikuwa tunaendelea kupanga. Na kila mwezi huwa tunafanya stock check ambayo tunaangalia vitu vilivyomo, kuhesabu na vitu vilivyoharibika tunatenga. Lakini kwa bahati iliyoje kwamba wakati huu ambapo tupo kwenye mchakato wa kuhama na kupanga vitu, wametukuta tukiwa bado hatujakamilisha, maana ndo tupo mwisho wa mwezi, leo ikiwa ni tarehe 30, na kawaida yetu kila mwezi ukiisha tarehe 1 huwa tunafanya stock take. Shauri wangu kwa wafanyabiashara ni maana sisi imetupata, wazungu wanasema off guard, yani imetupata tu kwa wakati ambao tulikuwa mambo hayajakaa vizuri, lakini kwa kawaida inatakiwa kuzingatia maelekezo ambayo tunapewa nyakati zote na mamlaka ya chakula na madawa, ambayo huwa tunafuata taratibu zake. Kwa hivyo ni kuzingatia ili isitokee kama ilivyotokea.